mafundisho ambayo tumekuwa nayo Jumamosi kadhaa ama juma kadhaa ambazo zimepita ni ya kwamba tuliingia kwenye kitabu cha Ufunuo 2 na hatujatoka pale, ya kwamba tunasoma kuhusu makanisa ambao ni makanisa 7 ambao baba wetu Yahweh aliweza kupeana hii habari na akampa Masihi Yeshua, ili habari hii na ujumbe huu kaweze kufikia malaika, na malaika naye akaweze kuleta habari hii na ujumbe huu kwake Yohana wa Ufunuo, ili akaweze kufunulia haya makanisa 7. Kwa hiyo ina maana tulisoma na tukaweza kufundishwa kuhusu kanisa ama kusanyiko la kwanza ambao ni la Waefeso, tukaingia Smyrna, tukaingia Pergamo. Leo hii tuko kwenye kusanyiko la 4 ambalo ni la Thiatira. Shalom shalom. Kwa hivyo tuko kwenye kusanyiko la Thiatira ambalo tunanenea habari zake, na kabla hatujaingia kwenye hilo Thiatira, kuna neno lilitajwa pale kwenye kitabu cha Isaya 49 aya ya 14 iliyonena kwamba Sayuni asema Yawe ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Yasemekana kwamba kuna uwezekano, lakini Yawe asema kwamba hawezi kumsahau mtu awaye yote. Kwa hivyo ina maana baba wetu hawezi akatusahau. Hivi ndivyo tulivyokuwa tunafundishwa jambo hilo na kufariji roho zetu ya kwamba baba wetu hawezi akatuacha. Shalom shalom. Kwa hivyo ina maana kwamba neno hilo lina faraja na kufariji roho yako na kufariji moyo wako na la kunifariji hata mimi pia, ili niweze kujua kwamba baba wetu hawezi akatuacha kamwe. Kwa sababu hata kama mwanamke anasahau mtoto anyonyaye, mtoto wa tumbo lake, ina maana baba wetu hawezi akatuacha. Hiyo ni Isaya 49 aya ya 14. Tukaingia kwenye kusanyiko ambalo ni kanisa la Thiatira, na ni kitabu cha hata Ufunuo 2 aya ya 19 kuendelea hata 20, na ikasemekana kwamba baba wetu au roho wake, yaani neno ambalo analo nalo juu ya hili kusanyiko la Thiatira, ni kwamba wamulizia Yezebeli na kufundisha mafundisho ambao ni mapotovu katika hili kusanyiko. Kwa hivyo ina maana kwamba Yezebeli alikuwa na mafundisho mapotovu ambayo aliyefanya nabii katika hili kusanyiko ama katika hili kanisa, na akawa na mafundisho mabaya. Lakini kanisa hili la Thiatira walimulizia, yaani walikuwa wako radhi na yeye, hawakuwa wanasumbuka wakiona Yezebeli akifundisha hilo kanisa mafundisho mabaya. Walikuwa wamekubali, hata wazee wakanyamaza, akina mama wakanyamaza, hata wanalika waliokuwa katika hilo kusanyiko walinyamaza Yezebeli afundishe mafundisho mabaya katika hilo kusanyiko. Na hapa ndipo tuko ya kwamba kitabu cha Wafalme wa kwanza 16:31 ya kwamba Yezebeli ni binti yake ambaye anaitwa Ahabu mfalme, na ina maana mfalme Yezebeli ni mke wa Ahabu mfalme, na Yezebeli alikuwa ametoka katika nyumba bado ya ufalme. Hivi tulimuzua katika hicho kitabu cha Wafalme Kings 16:31, kitabu cha Kings First King, tuliguza pale na tukasikia kwamba Yezebeli alikuwa ametoka katika nyumba ya kifalme, lakini walikuwa na abudu sanamu. Ezibari mfalme huyu ambaye aliyekuwa baba ya Yezebeli, walikuwa wote ni waabudu wa sanamu. Kwa hivyo hapo alipooa huyu mke, alimuoa mke ambaye alikuwa katika sehemu ambao waliokuwa na abudu sanamu, na hakuweza kukaa katika hali ya kujitenga na hizo sanamu. Kwa hivyo hata yeye aliingia kwenye kuabudu sanamu. Ya kwamba Ezibari ni mfalme wa Sidoni, na inasemekana kwamba Ahabu akaoa binti wa mfalme, akainamia Baali mungu sanamu. Ahabu akachochewa na mke wake katika hali ya kuabudu sanamu. Kwa hiyo ina maana Ahabu alichochea sana katika hali ya uabuduaji wa sanamu za masamani zile za mfalme Ahabu alipokuwa anatawala. Kwa hiyo ina maana Eliya akachukua, Eliya ambaye ni mtishipi, akamwambia Ahabu ya kwamba hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii. Eliya akaondoka akajificha kwenye kijito kinachokabili Yordani, yaani akamwamuru kunguru
wamulishe mkate na nyama jioni. Hiyo ni kitabu cha Kings ama Ufalme wa Kwanza 17 kuanzia aya ya kwanza tuligusa pale, na tukasikia kwamba vile Elia alivyowaaga wakati aliona uabuduaji wa sanamu katika mji ule, ya kwamba watu wanaabudu sanamu sana, na yule mwenye kuchochea uabuduaji wa sanamu tukumbuke ni Yezebeli. Huyu Yezebeli tu anayeonekana katika kitabu cha Ufunuo 2 akichochea kwenye kusanyiko la Thiatira ya kwamba watu waabudu sanamu, na mafundisho hayo akakubali, na hilo kanisa likanyamaza. Watu walinyamaza, walikuwa wamenyamaza, na kusemekana kwamba walikuwa radhi na yeye, kumaanisha kwamba wao hawakuwa wanasumbuka, hawakujisumbua. Kwa nini Yezebeli anafundisha mafundisho mapotofu? Kwa nini Yezebeli anafundisha watu kuabudu sanamu? Ina maana walikuwa radhi na yeye, hawakuwa wanateseka na mambo hayo, na wakawa wakuradhi na yeye. Kwa hivyo ina maana Elia alipoona ya kwamba wamezidi sana, ya kwamba mfalme hapo anaabudu sanamu, mke wake vile vile anaabudu sanamu, na tulielezewa tukaambiwa kwamba vile walikufa kifo cha aibu, tulielezewa sana mambo hayo. Hata tumeyasoma kwenye kitabu cha Wafalme, vile mke huyu Yezebeli alikufa kifo cha ajabu, kifo chenye madharau, ya kwamba alikuliwa na mbwa mwili wake mzima, akabaki tu uso na viganja vya mikono. Si tulisikia mambo hayo yote? Ukiyasoma kwenye kitabu cha Wafalme utasikia vile alikufa. Naye mume wake alipokuwa vitani akakufa, na alipouawa akiwa vitani, damu yake ilipelekwa mahali penye kisima cha maraya, kilikuwa kinaitwa kisima cha maraya, mahali penye maraya walikuwa wananawia ama wanaogea. Akapelekwa pale na damu likaweza kuoshewa pale, na damu yake ikarambwa vile vile na mbwa, kama vile nabii alivyokuwa amesema kwamba hivi ndivyo damu ya Ahabu itarambwa na mbwa, na mke wake akawa amekuliwa na mbwa, akabaki uso tu, kichwa peke yake na viganja vya mikono. Hivi ndivyo ilivyokuwa kifo cha aibu kuhusu Ahabu na Yezebeli. Tuliambiwa kwenye hizo vitabu, tungeweza kusoma mambo hayo, tutayapata pale. Lakini jambo ambalo tuko nalo hapa kwenye kusanyiko hili ama kanisa hili la Thiatira ni kwamba yale mambo ambayo yanao neno hapa, kuna kitu ambacho nilikuwa nimesema pale kabla ya mnenaji aweze kuamka. Ni vizuri tujichunguze na kujipeleleza. Kwa nini kwenye kusanyiko la Pergamo na kwenye hili kusanyiko la Thiatira jambo ni hili moja, uabuduaji wa sanamu na kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Na Matendo ya Mitume, wale ambao waliokuwa pale tulipokuwa pamoja na wao, Matendo ya Mitume 15 tuliguziwa pale ya kwamba jambo ambalo liliokuwa limeguzwa sana na wakati wa mitume ya kwamba watu wajitenge sana na wasije wakajihusisha na katika hali ya kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu au nyama zilizosongolewa, na wajitenge na umaraya, na tena vile vile wajitenge na damu. Kwa nini mambo haya yaliguzwa sana kwa watu wa mataifa, kwamba wasitaabishwe, lakini wajiepushe na nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu? Na tukisikia kusanyiko la Pergamo na vile vile Thiatira, hata wao vile vile mambo haya yanaguzwa pale. Kwa hivyo nikasema kwamba katika hali hiyo, kulingana na vile mimi nasikia, na kwamba haiwezi kuwa jambo hili na neno hivyo na halipo. Kwa hivyo ina maana ni vizuri kujichunguza, maana mambo haya si neno kwa makanisa, au sivyo mnenaji? Si neno kwa makanisa. Kama ya neno kwa makanisa, basi kuna uwezekano mkubwa sana na sisi tujichunguze, isije ikawa kuna vyakula ulivyokula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Tulipokuwa tunamalizia kwenye kitabu cha Wafalme 9:22 nasema kwamba Yoramu alipomuona Yehu akasema, je, na amani? Yehu akajibu, amani gani, maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi? Akauliza, amani gani? Kwa hivyo hakulikuwa kumeharibika, kulikuwa hakuna amani hata kidogo. Ni kwa sababu huyu Yezebeli alitawala mji mzima, na akawa anatawala katika hali ya uzinzi na kufundisha watu hivyo hata kwenye makanisa, na hivi tu ndivyo inavyoonekana kwenye hili kanisa la Thiatira. Baba yetu atuhurumie hayo na mengine mengi ambayo tutakayoyasikia. Tega sikio lako, fungua moyo wako ukaweze kusikia yale ambayo yalionenewa na Roho wa Baba wetu kuhusu makanisa na kwenye ushirika, ili wewe ukajijue mahali ambapo umesimama, na Baba wetu akatuhurumie pia. Si nguvu yangu ama hekima yangu, bali ni katika neema yake. Na ninajua hata wewe Baba yetu amekulinda kwa hiyo wiki yote imepita,
Wengine hatukuweza kupata nafasi ya kuonana Wednesday ama jana jioni, ni wachache tumeonana, lakini najua baba yetu amewalinda wale wanakaa Bari na wale wako katika kusanyiko hili ama area hii yetu. Shalom. Shalom. Niseme ya kwamba wageni wetu mkaribu sana, baba wetu akaweza kubariki nyayo zenyu. Ni kwa sababu ya kutoka Bari na kuja mahali hapa, tunaona hakika ni upendo mkubwa. Tunapoendelea asubuhi ya leo, ninaona ni vizuri kabla tuingia kwa mada yetu, kwa sababu mnajua ya kwamba tumekuwa tukijifundisha Ufunuo 2, ni makanisa yale 7 kama hivyo ndugu yetu ametuambia. Tulianza na kusanyiko la kwanza, kaona shida zile baba yetu aliona katika kusanyiko lile, na pia katika kusanyiko la pili la Simulina tuliona hakukuwa na shida, isipokuwa baba yetu aliwaambia kwamba waweze kushikilia imani hadi kufa. Shalom. Kuna changamoto katika area hiyo ama kwa kusanyiko hili, na baba yetu akaona hakika wamejaribu, wakaambiwa waweze kuendelea kuvumilia. Kusanyiko la 3 la Pergamo tuliona hapa ndipo shetani alikuwa ameketi na kiti chake kilikuwa mahali pale. Shalom. Hakika kulikuwa na mambo mengi kama hivyo ndugu yetu ametuelezea, na tukaona kulikuwa na mambo mazuri, lakini kulikuwa na watu wachache. Haikusemekana ya kwamba ni wote, ilisemekana ni watu wachache wameshika mafundisho ya Balaam na Barak. Barak alikuwa mfalme, naye Balaam alikuwa nabii. Ukeni ya kwamba nabii huyu ni yule aliambiwa akaweze kulaani wana wa Israeli, lakini ilisilikana. Shalom. Shetani akainua moyo wake na kuleta mafundisho, na akaweza kuelimisha Barak mfalme na kumwambia watu hawa ni taifa teule, na kwa hivyo hakuna mwanadamu yeyote hakuna uwezo wa kulaani watu hawa isipokuwa Mungu wao peke yake, na vile wanaweza kulaaniwa na Mungu wao, fanya hivi. Shalom. Akampa maarifa mazuri sana, ili wanawake wapelekwe mbele ya wanaume wa wana wa Israeli wakiwa uchi, ili tamaa zikaweze kuinuka, na kwa hivyo wakitenda kitendo kilicho kinyume na sheria za baba wetu, hakika hawa watu watalaaniwa na Mungu wao. Na hakika waliweza kufaulu, na wana wa Israeli wakaingia wakatubukia katika dhambi, na hakika tukasoma mambo mengi sana, na tukaona usinzi na usherati ukawa juu sana, hadi mtu mmoja alikuwa mjukuu wa Haroni akasikia uchungu mwingi sana alipoona jambo hili linafanywa mpaka mchana katika hema, sababu walikuwa katika mahema, na yeye akachukua mkuki wake akaweza kuwaduka watu wawili waliokuwa wakifanya kile kitendo, na tukaona ya kwamba hili mkuki ukaweza kuduka hadi mchanga, na hapo ndipo baba yetu alisema sasa hasira zake zimepungua. Shalom. Kwa hivyo ni jambo ambalo liliinuka na njia kubwa sana, ni kwa sababu Balaamu aliweza kutoa maarifa kwake Barak, na hapa ndipo tuliona Pergamo ilistakiwa ya kwamba kuna watu wako na mafundisho ya Balaam na Barak. Shalom. Baba wetu aturehemu sana. Tulipoingia katika kusanyiko hili la Thuatira, hakika tumekuta mambo ni yale. Shalom. Lakini kuna mambo kadhaa baba yetu anawaambia, ninajua upendo wenu, ninajua uvumilivu wenu, ninajua imani yenu. Kwa hivyo walikuwa na mambo mengi sana mazuri katika kusanyiko hili la Thuatira, lakini linasemekana ya kwamba umemruhusu Jezebel. Huyu ni mwanamke. Shalom. Na mafundisho yake hapa yanaendelea, kwa sababu kuna wachache wameweza kuchukua mafundisho ya huyu Jezebel na wanaendelea na wakiwa katika kusanyiko hili. Shalom. So baba yetu akasema, nitakuja na nitawainukia hata watoto wa huyu mwanamke nitawaua. Shalom. Hata wale wanazini na yeye bado nitawaua, watawagusha katika hiyo kitanda, na pia watoto wake nitawaangamiza. Shalom. Kasema ya kwamba Jezebel namuona alikuwa mke wa mfalme anayeitwa Ahab, na huyu alikuwa mtoto wa mfalme. Jezebel mwenyewe alikuwa ni msichana wa mfalme, lakini ni watu wa mataifa, lakini Ahabu alikuwa Mwisraeli. Shalom. Akamuoa huyu mwanamke, na alikuja na miungu ya baba zao. Shalom. Baba yake alikuwa anaabudu sanamu,
na alikuwa mchawi. Ndiposa unasikia hapo tumesomewa pale ya kwamba Jezebel usherati wake na uchawi wake umejaa nchi, karibu nchi nzima. Shalom. Ni kwa sababu baba yake alikuwa mchawi na pia alikuwa mwabuduaji wa sanamu, kama vile Ibrahim alipotoka kwao na baba yake alikuwa hivyo hivyo, na hivyo tunaona baba yetu aliweza kumwokoa. Naye huyu wakati alitoka kule kwa baba yake alikuja na miungu ya huko. Mungu mkubwa alikuwa anaitwa Baal. Shalom. Alikuwa anaitwa Baali, na kwa hivyo Israeli wote wakashikwa na jambo hili kumwabudu Baal, wakaachana na baba wetu, wakaanza kuwa waabuduaji wa sanamu. Shalom. Hiyo ndio tumekuwa tukifundishwa, lakini kabla hatujafika mahali pale, ili tuweze kuendelea, tuone vile iliendelea katika upande ule, na nikasema ya kwamba baada ya kujifundisha mambo ya Jezebel na vile aliweza kudanganya na kuwa amechota manabii wengi sana, zaidi ya 400 wako pande yake. Ni kwa nini hawa manabii walikuwa wanapigana na Elijah walikuwa upande wa Jezebel, na Jezebel alikuwa anawapea hata chakula na mambo mengi sana, wakawa watu wako na nguvu sana katika nchi ya Israeli. Wote walikuwa wana wa Israeli, lakini walibadilishwa na Jezebel sababu alikuwa mke wa mfalme. Shalom. Sababu walikuwa nakula huko, walikuwa wanakunywa huko, na hata wakati huu shalom, kuna watu wanaegemea sana katika upande wa serikali na wanatoa fedha zao kule. Kuna watu wanafuatana na serikali, na ninajua hakika mishahara na mambo mengi yanatoka kule, na ni sauti ya serikali, na ni watu ambao wameamini. Shalom. Hakukosi kuwa manabii kama hawa katika siku hizi, na wale ambao ni watu wa udanganyifu na manabii wa uongo, walimu wa uongo. Shalom. Wamejaa katika nchi yetu na dunia mzima, na hiyo Yeshua alisema manabii wote wakatabiri ya kwamba manabii watakuja. Hawa ndio tunajifunza kuwahusu, kwa sababu Jezebel alikuwa ameweza kuwachota wote. Shalom. Kwa sababu walikuwa wanakula na kukunywa mahali pale. Lakini kuna mtu alikuwa anaitwa Obadia. Wakati walikuwa wanataka kuuawa, aliweza kuokoa manabii 100. Shalom. Aliwaficha mahali na akawa anawapea chakula. Ni vile tu hatuna muda mzuri wa kuweza kuendeleza jambo hili vizuri, lakini Obadia aliweza kuwaficha manabii, na kwa sababu walikuwa anafanya kazi katika nyumba hii ya mfalme, alikuwa anawapea chakula bila kujulikana. Shalom. Baba wetu atukuzwe sana. So tunaona katika Isaia 53 kuna jambo kidogo ningetaka tutazame pale kwa sababu ya Mwokozi wetu. Isaia naona kuanzia mstari wa kwanza, tusomewe tu, si kubwa. No wĩtĩkĩtie ũhoro ũrĩa aiguire na ithuĩ, ona koguo kwa mwene hinya-rĩ, kũguũrĩirio nĩ ũndũ ndungata ĩyo yatuire kũraga ĩrĩ mbere yake o ta mũtĩ mwĩthĩ, ona ta mũri umerete rũng'ũrĩ-inĩ, ndĩarĩ kĩrorerwa ona kana ĩgathakarwo na atĩa, na rĩrĩa tũkũmĩona ũthiũ tũtimĩonaga ĩrĩ na ũthaka ona atĩa wa gũtũma tũmĩrirĩrie. Nĩ yamenirwo ona ĩkĩregwo nĩ andũ, nĩ mũndũ wĩkĩeha ũrĩte thĩna, ona agatuĩka ta mũndũ ũhithagwo ũthiũ nĩ andũ a gũkũ thĩ, na akamenwo nĩo na tũtigana kũmũtĩĩa. Ti-itherũ ruo rwitũ nĩwe waruoire, ona kĩo kĩeha gitũ nĩwe wagĩkuuire. No ithuĩ tũkĩmuona ta ahotekete mũhũre nĩ mwene hinya, ona akanyariirwo, no rĩrĩ atihirio nĩ ũndũ wa mahĩtia maitũ, ona akehenjwo nĩ ũndũ wa waganu witũ. Nakuo kũhũrwo kũrĩa gwatũmire tũgĩe na ũiguano nĩwe wagũire nakuo, na ithuĩ tũhonagio nĩ ũndũ wa mĩtunda ya kũrĩa ahũrirwo. Ithuothe nĩ tũtigĩte njĩra ĩrĩa njega,
niko turura tutumite taburi o mundu gathi na njira yake mwene nake yawe ni amwigirire waganu witu ithuothe ni ahinyiriirio no riri ni kwinyihia enyihirie we mwene na reigana gutumura kanua gake akirire o toria gaturume gakirage ki akirire o toria gaturume gakiraga ki gagithie guthĩnjwo agĩkira o toria ng'ondu ĩkiraga ki ĩrũgamĩte mbere ya mũmĩmuri guoya ti itherũ ndaigana gũtumũra kanua kweherio eheririe nĩ ũndũ ũrĩa ahinyĩrĩirio mũno na agatuĩrwo cira ũguo hatarĩ kĩhoto. Nao ha ũhoro wa andũ a rũciaro rwake-rĩ, nũũ thĩinĩ wao wĩgĩragĩria atĩ athengirio oime kũrĩ arĩa matũũraga muoyo? Nĩ kũũ rwahũrirwo nĩ ũndũ wa mahĩtia ma andũ akwa, na rĩrĩa akuire-rĩ aigirwo mbĩrĩra-inĩ cia andũ aganu, ona andũ arĩa itonga, ona arĩa atekĩte ũndũ ona ũrĩkũ mũũru, ona kana kanua gake gakĩaria maheni ona atĩa. No rĩrĩ ithe witũ nĩonire arĩ wega amweheje, akĩmũiguithia ũũru ngoro, na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa akeruta muoyo wake ũtuĩke igongona rĩa mehia, nĩakona rũciaro rwake na nĩakaingĩhia matukũ make, onamo maũndũ marĩa mwene hinya endaga mekwo nĩ makagacĩra nĩ ũndũ wake. Nĩakona kĩguni kĩa ũrĩa ngoro yake yanaigua ruo mũno, na tondũ ũcio nĩakaigua wega. Ona ningĩ tondũ wa ũmenyi wayo, ndungata ĩyo yakwa thingu ĩgĩtũma andũ aingĩ matuo athingu, namo maũru mao nĩĩkamakua ĩmeherie. Tondũ ũcio nĩngamĩganĩria Ngai hamwe na arĩa anene, ona magayane itaha na arĩa marĩ hinya, nĩ ũndũ nĩeneanire ĩkue na ĩgĩtaranĩrio hamwe na arĩa agarari watho. Ĩngĩ nĩ gũkua yakuire mehia ma andũ aingĩ, onao agarari watho ĩkĩmathaithanĩrĩra. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo, na kama msisi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulidhania ya kuwa amepiwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, na hakufunua kinywa chake, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Na maisha yake ni nani atakayeyasimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipiwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake.
lakini Bwana aliridhika kumchibua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhahabu kwa dhambi, dhabihu kwa dhambi, atauona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Shalom. Nabii Isaya kabla ya Masihi kuzaliwa hapa duniani, na tunaona roho wa baba wetu aliyekuwa ndani ya Isaia aliweza kutabiri kuhusu kuzaliwa kwake, na pia vile ataweza kukataliwa, lakini ni faida kwa watu wengi. Shalom. Kwa sababu uchungu wetu na maovu yetu inaonekana ya kwamba hakika yeye ndiye aliweza kwenda nazo. Mapigo yake ama mateso yake ndio huwa inafanya tuponywe magonjwa yetu. Tunaona wakati alipokufa hakika aliwekwa katika makaburi ya watu wasio haki. Tunaona ni mkono wa baba wetu ulifanya kazi hii ya kumtibua Yeshua ama kumuua, hata ingawa alipeanwa kwa mikono ya wanadamu. Waisraeli walimkataa na makuhani wote wakasimama na wakasema kwamba usiandike huyu ni mfalme wa Wayahudi, andika ya kwamba ni yeye huwaga anasema hivyo. Shalom. Wakampeana mikononi mwa serikali ya Kirumi ili akaweze kuuawa, lakini neno linadhibitisha wazi ya kwamba ni Yawe mwenyewe alifanya kazi hii kumpeana mikononi mwa wanadamu akaweze kuuawa kwa sababu ya dhambi zetu, ni yako na yangu. Shalom. Lakini inaonekana ya kwamba kwa wakati huu na hii maisha tunaishi na mahali tumetolewa na damu ya Masihi na mahali tumefikishwa mpaka wakati huu. Shalom. Huu ni uzao ama mazao iliyotokana na kufa na kuvuka kwake Masihi. Na sio hivyo tu, inaonekana ya kwamba Yeshua kuna matarajio makubwa ya kupewa zawadi na baba wetu. Shalom. Haleluya. Kwa sababu hata wale wanaitwa wakuu na wengine, Yeshua inasemekana ya kwamba atapewa pamoja na wao. Shalom. Na pia hata sisi tuko mahali pale kwa sababu Yeshua atakaporudi ama adhirishwe ya kwamba amerudi, hata sisi tutadhirishwa pamoja na yeye, tutalini pamoja na yeye, kwa sababu kuna mengi sana tunayatarajia. Mioyo yetu imekubali neno lake, yapo vile Yeshua alisema akiwa hapa duniani, si uongo, ni ukweli mtupu. Shalom. Haleluya. Na malaika akawa shahidi ya kwamba hivyo ameenda ndivyo atakavyorudi. Shalom. Kwa hivyo ni nafasi yako na yangu weka mwili wako kuwa msafi, kuweka roho yako ikiwa safi, fikira zako, kwa sababu Yeshua anarudi. Na ni kwa sababu alifanya kazi kubwa ile baba yetu alimpea na hakurudi nyuma. Shalom. Nakumbuka Peter akisema hata wale wengine wakienda, mimi siwezi fanya nini? Siwezi kwenda. Yeshua akamwambia, jogoo kabla hajawika utakuwa umeandikana mara ngapi? Ilitimia ama haikutimia? Lakini aliambia Yeshua, hapana, mimi siwezi kukugana, sababu hata moyo wangu mimi naweza kuutoa. Shalom. Ninakumbuka kuna kijana aliweza kufika mahali pale, lakini alikuwa amejifunika kwa blanketi. Muda si muda baada ya kujulikana kutupa blanketi hivyo, alitoroka akiwa uchi. Shalom. Wakati wa Yeshua, Yohana naye alikuwa mahali pale,
Shalom. Petro aliingia mahali pale. Tunaona ya kwamba hakika Yeshua kuna kazi nzuri alitufanyia sisi wanadamu. Lakini swali limeulizwa mahali tumesomewa verse 1, ni nani alisadiki? Ni nani huyu aliweza kuamini maneno yale manabii waliweza kunena, waliweza kutabiri kumhusu Yeshua ya kwamba atakuja, atakufa na atakataliwa. Shalom. Inaonekana ni mtu alikuwa amekula taabu mingi sana, na watu wanamficha nyuso zao. Ni kwa sababu anaonekana ya kwamba si mtu ambaye ako na utukufu katika uso wake. Shalom. Lakini haya yote alifanywa kwa sababu ya dhambi zetu. Baba yetu atukuze sana. So tukirudi katika mada yetu, hakika tunaona huyu Jezebel ni mambo mengi sana alifanya, na sio yale tu tulisoma last time. Tunaona First King chapter 21 verse 3. Anza mstari wa 3. Bado alikuwa muuaji. Na unaposikia kwamba roho ya Jezebel iko ndani ya kusanyiko la Thuatira, ni ujue ya kwamba hata mauaji yalikuwa mahali pale. Sisi bado tumefikishwa na roho wa baba wetu. Mtu yeyote ambaye hapendi ndugu yake, huyu ni muuaji. Na kwa hivyo jambo hili linaweza kuwa ndani ya mioyo, na inaweza kuwa ndani ya moyo wako. Na hii bado ni roho ya Jezebel. Sababu huyu Jezebel tunayemwona alikuwa msichana wa mfalme, kwa siku ya leo katika mwili hayuko hai, lakini kwa upande wa kiroho spirit yake inafanya kazi ndani ya kusanyiko nyingi sana wakati huu tunapoishi. Shalom. Na tunapoendelea kujifundisha mambo yake, hakika utakuja kukuta ya kwamba kuna watu wameabukishwa mafundisho ya Jezebel, na amekubalishwa aendelee kufundisha hata ingawa hayuko hai katika mwili, lakini sipo yake ni spirit yake iko ndani ya makanisa. Shalom. Kwa hivyo kabla hatujafika ufunuo huo ama hii roho ya Jezebel ndani ya kusanyiko hili la Thuatira, nikasema ya kwamba hebu tujifundishe vizuri. Jezebel katika mwili alikuwa na kazi gani? Sababu huyu ndiye ako katika ufunuo katika kiroho. Shalom. Baba wetu aturehemu sana. So tusomee katika andiko lile tuone ya kwamba bado alikuwa muuaji. Kuna mtu alikuwa ni mcha Yawe, mtu ambaye alikuwa anamtumikia baba wetu, lakini hapa tunaona kuna shida ilitokea, na hapo ndipo tuliambiwa ya kwamba Jezebel alifanya wana wa Israeli kuwa watu wanaabudu sanamu. Shalom. Na kuabudu Baali kwa sababu alisukumwa sana na mke wake Jezebel. Shalom. Ni Jezebel alisukuma mumewe. Hebu sikiza sasa hapa vile alimsukuma mpaka huyu ndugu akaweza kuuawa. Shalom. Uweze kujua Jezebel ni nani. Awe arodhura ingekuhe ukajulia ababa magaine atutuke waku nake Ahabu kiinuka gwake muciĩ na kĩeha mũno na iguĩte ũũru nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩguo nĩnambũ mũnjethire nĩ ũndũ oigire atĩrĩrĩ nĩngũkũhe ndingĩkũhe kũgayũrĩra mababa ma Ngai. Nake agĩkĩo nake agĩgĩkomia gĩtanda-inĩ gĩake arorete rũgito akĩrĩa atũrĩire. No rĩrĩ Jezebeli mũka agĩthiĩ harĩ we akĩmũũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmĩte ũigue ũũru na ngoro yaku ũkarega kũrĩa irio? Nake akĩmũcokeria atĩrĩrĩ nĩ ũndũ nĩ kwaria njarĩtie na Nabothu Mũjezreeli ngamwĩra atĩrĩrĩ he mũgũnda waku wa mĩthabibũ na niĩ ngũhe mbia, kana ũngĩona arĩ wega kũhe mũgũnda ũngĩ wa mĩthabibũ ithenya rĩakuo.
nake ajokeria atiriri, ndigĩkũhe mũgũnda wakwa wa mĩthabibũ. Nake Jezebeli mũka agĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ, na githĩ tiwe mwene mũthamaki wa Isiraeli, rĩu kĩrĩ ũrĩ irio na ngoro yaku ĩkene. Mũgũnda ũcio wa mĩthabibũ wa Nabothu Mũjezreeli-rĩ, nĩngũkũhe. Tondũ ũcio Jezebeli akĩandĩka marũa, akĩmekĩra rĩĩtwa rĩa Ahabu, akĩmacinĩrĩra rũũri rwake igũrũ, namo marũa macio akĩmatwarithĩria athuri ona anene arĩa matũranĩtie na Nabothu itũũra-inĩ rĩao. Namo marũa-inĩ macio akĩandĩka atĩrĩ, hunjanĩriai ũhoro wa atĩ andũ mehinge kũrĩa irio, nake Nabothu mũmũtue tarĩ mũnene thĩinĩ wa thĩ. Mũcoke mũige andũ erĩ arĩa aganu mũno mbere yake, nao marekwo matuĩke aira a kũmũthitanga. Mũige atĩrĩrĩ, nĩumĩte Yawe ona mũthamaki witũ. Mũcoke mũmũnyite mũmũtware na kũu nja ya itũũra, mũmũhũre na mahiga nyuguto akue. Nao andũ a itũũra rĩao, naguo ũguo nĩ ta kuuga athuri ona anene arĩa matũranĩtie nake itũũra-inĩ rĩu, magĩĩka o ta ũrĩa Jezebeli agĩkanire akĩmeera meke, o ta ũguo marũa mandĩkĩtwo macio amatwarithĩirie. Magĩkĩhunjanĩria ũhoro atĩ andũ mehinge kũrĩa irio, nake Nabothu makĩmũtua tarĩ mũnene thĩinĩ wa thĩ. Ningĩ andũ acio mathurĩtwo aganu mũno magĩtoonya ho, magĩikara thĩ mbere yake, nao andũ acio aganu magĩtuĩka aira a kũmũthitanga. Magĩthitanga Nabothu mbere ya andũ acio makiuga atĩrĩrĩ, Nabothu nĩarumĩte Yawe ona mũthamaki witũ. Agĩkĩnyiitwo nyume na kũu nja ya itũũra, nake akĩhũrwo na mahiga nyuguto agĩkua. Thutha ũcio agĩkĩrekanio he Jezebeli, akĩĩrwo atĩrĩrĩ, Nabothu nĩahũrĩtwo na mahiga nyuguto na nĩakuĩte. Na wĩkinya atĩrĩrĩ, atĩ Jezebeli aigua atĩ Nabothu nĩahũrĩtwo na mahiga nyuguto na atĩ nĩakuĩte-rĩ, agĩkĩra Ahabu atĩrĩrĩ, ũkĩra wĩgwatĩre mũgũnda wa mĩthabibũ waku ũtuĩke waku, nĩgũkorwo Nabothu ndarĩ muoyo nĩakuĩte. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ Ahabu aigua atĩ Nabothu nĩakuĩte-rĩ, agĩũkĩra nĩguo aikũrũke athiĩ mũgũnda wa mĩthabibũ wa Nabothu Mũjezreeli, akĩwĩgwatĩre ũtuĩke wake. Na rĩrĩ, ndũmĩrĩri ya mwene hinya ĩgĩkinyĩra Elija Mũtishibi, akĩĩrwo atĩrĩrĩ, ũkĩra ũikũrũke ũkore Ahabu mũthamaki wa Isiraeli ũrĩa ũtũũraga Samaria atĩrĩrĩ, rĩu mũgũnda wa mĩthabibũ ũrĩa ũtarĩ wa Nabothu, ũrĩa ũrarĩ wa Nabothu, aikũrũkĩte akawĩgwatĩre ũtuĩke wake. Nawe ũkĩarie nake ũmwĩre atĩrĩ, Yawe oigĩte ũũ, githĩ nĩworagana ona wegwatĩra kĩndũ kĩene? Ũkĩarie nake ũmwĩre atĩrĩ, Yawe akiuga ũũ, o handũ hau ngui ĩracũnĩire thakame ya Nabothu-rĩ, no ho ngui igacũnĩra thakame yaku, o yaku we mwene. Nake Ahabu agĩkĩũria Elija atĩrĩrĩ, we thũ yakwa, anga ningĩ ũgũkĩngora? Nake agĩcokia atĩrĩ, ngũkorete nĩ ũndũ nĩwĩtwarĩrĩirie wiki-inĩ wa maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Ahabu. Naboti akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboti Myezreeli, akisema,
sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilasa kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Myezreeli, nikamwambia, unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akanijibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Ndio pale. Shalom. Shalom. Ndugu zangu, hapa kulikuwa na ndugu aliyeitwa Nabothi, mzuri sana, la mizabibu. Naye Ahab akaitamani ile shamba, akaondoka kumwongelesha Nabothi ili anunue lile shamba, aidha ampe pesa ama ambadilishie na shamba lingine awe akipanda mizabibu, sababu hii shamba aliitamani sana, sababu alitaka kupanda boga. Naye Nabothi akamwambia, hapana, siwezi kupeana urithi wa baba yake. Shalom. Shalom. Akasikia vibaya sana, akainuka na akaenda kwake nyumbani, akajilaza kitandani na kuangalia ukuta. Mke wake alipokuja akamuuliza, ni kwa nini umelala hivyo? Akamwelezea hivyo tumeambiwa. Shalom. Shalom. Akamwambia, wewe ndiye mfalme wa Israeli na ufalme uko mikononi mwako. Amka ule na unywe, kwa sababu huyu mtu shalom ni mimi na yeye. Tuendelee. Sikiza vizuri sasa vile Jezebel alipangia Nabothi kuuawa sasa. Shalom. Ili wapate hili shamba lake. Ndiposo naona mambo haya, usikilize vizuri, sababu mambo haya hufanyika hapa duniani na pia kiroho hufanyika hivyo hivyo. Tuendelee. Basi kwa jina la Ahab akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamstaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Baba wetu turehemu sana. Haleluya. Ameandika barua, kichwa cha barua kimeandikwa Ahab, ni yeye ametumana, lakini mke wake. Shalom. Shalom. Sikiza vizuri ya kwamba Thiatira wanaambiwa wamemruhusu Jezebel, shalom, Shalom. kutawala mahali pale katika kusanyiko hili. Mwanamke anasukuma mwanaume kama vile Eve alimsukuma Adam. Shalom. Shalom. Dunia yote ikaangamia, na hata waleo uko pale kwa sababu ya jambo hilo. Hata huyu Jezebel vivyo hivyo waliweza kuabudu sanamu. Saa hii ni mauaji, na yeye mwenyewe yanapagia Nabothi. Shalom. Shalom. Anaambia mume wake, kaa kando, amka na ukule na ukunywe, kwa sababu shamba hili ni lako, ugoje. Hakika tunaona ameendelea sasa ili aweze kufaulu akipitia katika roho baya. Tuendelee. Kisha mchukueni nje, pige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mchi wake na walio wenye nguvu waliokaa mchini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyowaagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka aliyowapelekea. Wakapiga mbiu ya watu kufunga,
wakamweka Naboti juu mbele ya watu, na hao watu wawili watu wasiofaa wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboti mbele ya watu, wakasema, Naboti amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe akafa. Wakampelekea Yezebeli habari, wakasema, Naboti amepiwa kwa mawe, amekufa. Ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Naboti amepiwa kwa mawe na amekufa, Yezebeli akamwambia, inuka, ulitamalaki shamba la mzabibu la Naboti Myezreeli aliyokataa kukupa kwa fedha, maana Naboti hako hai, lakini amekufa. Baba wetu aturehemu sana. Haleluya. Huyu ndiye wa kupanga watu wawili ambao ni watu wabaya sana. Wale watu wanajua kudanganya, ndio walisema watafutwe, watu wafunge na nabo awekwe mahali juu mbele ya watu wale wengine, astakiwe na mambo mawili, ya kwamba amemtusi Yawe na amemtusi mfalme. Shalom. Shalom. Na kwa hivyo apigwe mawe hadi kufa, na hivyo ndivyo alifanya. Kumbuka ya kwamba anauawa kwa sababu ya shaba la baba yake. Shalom. Shalom. Baba wetu atukuzwe sana. Chunga sana kile ulicho nacho. Haleluya. Haleluya. Hata wewe kile baba yetu amekupea. Haleluya. Haleluya. Kile baba yetu amekupea ni chako. Chunga sana. Shalom. Shalom. Kwa hivyo akauawa. Ripoti ikapelekewa wenye kupanga mauaji haya. Tunaona sasa ameita mfalme, amwambia sasa amka, ukamiliki lile shamba, kwa sababu mwenye kukataa fedha, sababu Naboti alikataa pesa. Sasa si pesa, shalom, si kubadilishiwa. Sasa amekufa, shamba ni lako. Endelee. Ikawa aliposikia Naboti amekufa, akaondoka, aliteremkia shamba la mzabibu la Naboti Myezreeli ili atamalaki. Neno la Bwana likamjia Eliya Mtishbi kusema, ondoka, ushuke, ukutane na mfalme wa Israeli akaaye katika Samaria. Yuko katika shamba la mzabibu la Naboti. Andiko alishuka ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale umbwa walipoiramba damu ya Naboti, umbwa watairamba damu yako na damu yako. Akamwambia Eliya, je, umenipata adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Baba wetu aturehemu. Sasa baada ya Naboti kusikia, na baada ya Ahab kusikia Naboti ameuawa, akaweza kuamka vile ameambiwa na mkewe, akaenda ndiye aweze kumiliki ile shamba. Shalom. Alipokuwa mahali pale hapo akiangalia lile shamba, ujumbe ukamjia ndugu yetu Elija, kumwambia teremka, sababu sasa mfalme ako ndani ya shamba. Shalom. Sikiza vizuri hapa. Aliambiwa hivi na Elija, lakini si Elija, ni baba wetu ndani ya kumbe umeua. Shalom. Ni yeye aliua. Last time ukikumbuka, kuna kitu nilisema hapa kuhusu Adamu na Eve. Wakati Yawe alimuita Adam mara kadhaa, shalom. Adam alimwambia, niko hapa nimejificha. Ni kwa nini? Sababu niko uchi. Nani alikwambia? Shalom. Nani alikwambia ukule? Sababu Yawe kuna yule ambaye amewekelea, shalom, mamlaka juu yake. Ni Adamu, si Eve. Haleluya. Naye baba wetu anaambia, kumbe umeua. Sababu naweza sema ya kwamba kwa sababu umetumia mtu mwingine, shalom,
Si wewe. Baba yetu anaangalia chanzo cha jambo hilo limetoka wapi. Shalom. Umeangamiza mpaka wapi? Anaanza chanzo cha jambo hilo. Shalom. Kwa hivyo aliambia mfalme, umeua ndio uweze kufanya nini? Kumiliki. Haleluya. Lakini akakasirika sana alipoona ya kwamba ni yule tu Elijah. Sababu Elijah kuna wakati alikuja, na hiyo tulijifunza last time. Ndiposa kuwe miaka 3.5 hakuna mvua, ni yeye alikuja mbele ya Ahab na akamwambia hivyo, kuanzia sasa hakuna mvua tena. Shalom. Na ndiposa unasikia sababu alikuwa anamtafuta ndio amuue. Shalom. Na pia Jezebel alikuwa ametumana sana Elijah atafutwe mahali kote, na tulisikia vile baba yetu aliweza kumficha. Na baada ya kijito kukauka, akapelekwa kwa yule mjane. Shalom. Alikuwa anakula kule na kukunywa na kulala mahali pale mpaka hiyo miaka yote ikaisha, ndiposa sasa akajitokeza. Shalom. Baba wetu atukuze sana. Hapa ni pengine tena ameua kupitia mke, na hata pale ni mke alimsukuma. Shalom. Baba wetu atukuze sana. Ninapoongea jambo hili, wazee, wamama, ni vizuri kutafakari vyema. Haleluya. Kwa jambo lolote linapoendelea kwa kusanyiko na hata nyumbani. Shalom. Ili tusikosee baba wetu kwa msukumo. Aidha ni mwanaume anasukuma ama ni mwanamke anasukuma. Lakini kwa sasa tunajifunza kuhusu Jezebel, vile alifanyia wana wa Israeli. Shalom. Akijificha nyuma ya mfalme wa Israeli. Baba yetu aturehemu sana. Naye huyu akakosa hekima inayotoka kwake baba wetu, akaenda kumuinamia mke wake, na alikuwa namsikiliza kuliko baba wetu. Shalom. Baba wetu aturehemu sana. Sasa akamuua hivyo, na akatabiriwa ya kwamba vile mbwa waliweza kuramba damu ya Naboth katika lile shamba, sababu walimtoa nje, vivyo hivyo nayo damu yako itarabwa na nini? Huo ni utabiri. Sasa akatabiriwa hivyo. Shalom. Tunaona ya kwamba baada ya kuambiwa hivyo, Elijah bado alitabiri kifo cha Jezebel. Shalom. Katika ufalme ama First King, kitabu cha Wafalme wa kwanza 21, hiyo tulikuwa tunasoma mstari wa 23, kuna kitu pale. Na mkumbuke last time tuliona kuna mtu aliweza kutiwa mafuta katika kichwa chake, na ikasemekana ya kwamba huyu ndiye sasa atasimama nafasi ya Ahab, sababu Ahab alikuwa amebakisha muda mfupi sasa auawe. Joram akaweza kumwagiwa mafuta ili aweze kuwa mfalme wa Israeli. Yeye ndiye anafanya mambo haya sasa. Nikasikia last time nikawaambia next time tutakuja kuangalia mambo ya kifo hiki cha Jezebel na cha Ahab. Endelee. Onaho hau horo wa Jezebel yawe agikiaria kiuga atiri kui ikari ya Jezebel o hau rũirigo-inĩ rwa hinya rwa Jezebel. Na rĩrĩ nataka kusikia kwamba naye ametabiriwa kama vile Ahab ametabiriwa. Shalom. Lakini First King chapter 9, soma kwa Kiswahili hapo, lakini fungua chapter 9 verse 30. Tusikie sasa vile Jezebel aliuawa. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, Mungu watamura Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Kuna kifo cha amani, ndio zingine za hatari sana. Shalom. Huyu alitabiriwa sababu inaonekana wakati alimuua, sababu yeye ndiye mchoraji wa kifo hiki. Alipouawa Naboth, ubwa ndio waliweza kufanya nini? Kuramba damu ya Naboth mahali pale. Yao akasema hivyo mbwa zimeramba damu, na wewe utakuliwa na nini?
na sio kulamba tu sababu ile ililamba, wewe utakuliwa na ubwa. Shalom. Shalom. Baba yetu turehemu sana. Nimesema First King chapter 9 verse 30, tukiendelea. Usikie sasa vile naye huyu mwanamke aliweza kuuawa. First King chapter ama ni hapo 21. Huyo mthamaki wa Israeli, Hili ni Wafalme wa Pili. Endelea. Kwa hiyo ndio Ucio muthamaki wa Israeli ona Jehoshafatu muthamaki wa Juda maikiambata magithie Ramothu Gileadi, nake muthamaki wa Israeli akira Jehoshafatu atiriri, nie ni ngwigarura uria hana ikamenyeke njoke ndonye ita-ini, no we wihumbe nguo ciaku cia ũthamaki. Ũndũ ũcio mũthamaki wa Isiraeli agĩkĩgarũra ndakamenyeke agĩtonya ita-ini. Na rĩrĩ mũthamaki wa Suriata nĩ athĩte anene 32 a ngari ciake cia ita, akamera atĩrĩrĩ, mũtikanarũe na mũndũ ona ũrĩkũ mũnyinyi kana mũnene tiga o mũthamaki wa Isiraeli wiki. Na gwĩkinya atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa anene acio a ngari cia ita monire Jehoshafatu makiuga atĩrĩrĩ, ti-itherũ ũyũ nĩwe mũthamaki wa Isiraeli, magĩkĩmũgarũrũkĩra nĩguo mahũrane nake. Nake Jehoshafatu agĩkiuga na gwĩkinya atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa anene acio a ngari cia ita monire atĩ ũcio tiwe mũthamaki wa Isiraeli, makĩhũndũka magĩtiga kũmũtegeria. Na rĩrĩ mũndũ ũmwe akĩgeta ũta wake agĩikia mũguĩ oro ũguo atarĩ mũndũ agerete, akĩrathĩra mũthamaki wa Isiraeli o gatagatĩ-inĩ ka marathĩkanĩrio ma nguo ciake cia ita iria cia igera. Na tondũ ũcio mũthamaki wa Isiraeli agĩkĩra mũtwari wa ngari yake atĩrĩrĩ, garũra ngari ũndute mbũtũ-inĩ ya ita, nĩ ũndũ ndĩ mũguraru mũno ma. Nayo mbara ĩyo ĩgĩkĩneneha mũno mũthenya ũcio, nake mũthamaki agĩtinda atigĩtwo ngari-inĩ yake ya ita ang'etheire Asuriata, akĩaga gũkua o hwaĩ-inĩ. Na hau agurarĩte akiuma thakame ĩgĩitĩka ngari-inĩ yake ya ita thĩinĩ, gũgĩkĩanĩrĩrwo na mũgambo mũnene kũu mbũtũ-inĩ ya ita, ona riũa rĩgĩthiĩ gũthũa, gũkĩiranwo atĩrĩrĩ, andũ othe mũndũ mũndũ nĩainũke itũũra-inĩ rĩao, na mũndũ o mũndũ acoke bũrũri wao. Ũguo nĩguo mũthamaki ũcio agĩkuire, agĩtwarwo Samaria, nao magĩthika mũthamaki ũcio kũu Samaria. Nayo ngari ĩyo ya ita makĩmĩthambĩria karia-inĩ ga kũu Samaria, nacio ngui igĩcũnĩra thakame yake o kũu karia-inĩ arĩtie. Karia-inĩ kau o kau gethambagwo nĩ aka a maraya, o ta ũrĩa ũhoro wa mwene hinya ũrĩa arĩtie watariĩ. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramothi Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe ufae mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha akaingia vitani. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake 32 akisema, usipigane na mdogo wala mkuu, ila mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa wakuu wa magari
Walipomuona Yehoshafati wakasema, huyu ndiye mfalme wa Israeli. Wakageuka juu yake ili wapigane naye. Naye Yehoshafati akapiga ukelele. Ikawa wakuu wa magari walipoona ya kuwa siye mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma wasimfuate. Haleluya. Haleluya. Kidogo tu ni Saimura alikuwa nabii wa kweli, na hao manabii walikuwa upande wa Jezebel na Ahab 400, na ilikuwa vita kati ya wateule wa baba wetu na manabii wa Mungu. Shalom. Shalom. Na nilisema hapo awali ya kwamba manabii hawa wote 400 walikuwa upande wa Jezebel. Walikuwa na kula upande ule, wakikunywa na mambo mengi sana. Na unajua upande ule ama town ya Tuatila ilikuwa na utajiri mwingi sana. Na ukiangalia State House ikiwa pale na manabii wanajulikana mfalme, ujue kwamba hawa watu ni watu wako karibu sana na mali. Shalom. Shalom. Na kwa hivyo hawangetaka kusikia nabii kama Mikaya. Na hapo ndipo baba yetu aliweza kumfunulia kuhusu Ramothiedi, ile mji wanaenda sasa kupigania. Na Ahab alipoangalia hivyo akaona ya kwamba hata wezana na mfalme yule wa Suriata, alimuita mfalme mwingine Yehoshafati akamsaidia. Na hapa ndipo tunaona sasa Yehoshafati waliweza kujibadilisha na hakuvaa mavazi ya kifalme. Na walipoenda katika vita, huyu ndiye alikuwa amevaa mavazi ya kifalme. Wakafikiria labda Yehoshafati ndiye mfalme kumkibisa. Hapo ndipo tunasikia alipiga mayowe, kelele nyingi sana. Wakaweza kujua hakika huyu si yeye, na wakaacha, sababu mfalme wao alikuwa amewaambia msiguze hata mtoto. Shalom. Nataka mfalme wa Israeli. Ahab mwenyewe alikuwa anatakana amuue, sababu baba wetu Shalom alikuwa amesema auawe. Ni mfalme aliwekwa moyo wa kumuua Ahab, sababu hivyo ndivyo baba wetu alikuwa anataka. Shalom. Na kutoka hapa mtu mmoja alikuwa akafuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake na chuma. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Pigano likazidi siku ile. Mfalme akategemezwa garini mwake kinyume cha Washami hata jioni akafa. Damu ikatoka katika jeraha yake ndani ya gari. Ikapigwa mbiu jeshini, jua likichwa kusema, kila mtu aende mchini mwake na kila mtu shambani kwake. Hivyo akafa mfalme, akachukuliwa Samaria, wakamzika mfalme huko Samaria. Wakalioza gari penye birika la Samaria, na umbwa wakaramba damu yake. Basi ndipo walipoaga makahaba, sawa na neno la Bwana alilolinena. Na mambo yote ya Ahab yaliyosalia, na yote aliyoyafanya, na nyumba ya pembe aliyoijenga, na miji yote aliyoijenga, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Shalom. Israeli Yehoshafati, mtu mmoja unasikia unaitwa upinde Otha, hakuwa na pima mtu yeyote. Alisema neno hili, kama ningempata Shalom ningemfanya hivyo. Na ule upinde ukachukuliwa na malaika Shalom mara moja, ukapelekwa mpaka pahali mfalme alikuwa
katikati ya chuma. Shalom. Pahali nguo imeshikania pale, hapo ndipo Obidio alifanya nini? Kuliingia. Hapo hapo akasema ya kwamba mimi badilisha nini? Geuza gari sasa. Mimi nimeumia. Haleluya. Akamchukua akamweka katika gari lake. Damu ilimwagika mpaka jioni akafa. Shalom. Alipokufa ikasemekana amri ikatolewa watu warudi nyuma. Na hapo ndipo walienda wakazika mfalme anaitwa Ahabu. Nayo ile gari sababu ilikuwa imejaa damu wakaichukua. Katika ile birika ni kijito tu. Ni mto ulikuwa pale. Wakaioshea gari nini hiyo gari mahali pale. Damu ikawa mahali wapi? Mbwa zikaja. Ndiposa neno litimie lile baba yetu alisema vile damu ya Nabo ilirabwa na mbwa. Shalom. Vivyo hivyo nayo yako itarabwa wapi? Katika hiyo birika na ilirabwa. Hapo sasa hata ingawa ndugu yetu amepitisha pale kuhusu zile nyumba alikuwa amejegea. Bana. Shalom. Na pembe zile zilikuwa kumbuka ya kwamba Mikaya wa Imuna nabii wa Yahweh alikuwa ameambia ukienda hivyo, unajua mara ya kwanza alimuuliza nikienda kule nitashinda vita, akaambiwa ndio. Mfalme akasema huyu hajawahi tokea kama manabii wale wengine. Ni kwa nini? Akamuuliza nitakuapisha mara ngapi mbele ya Yahweh ndio mwaniambie ukweli? Akamwambia sasa sikiza. Ukienda kule hautarudi kwa amani. Hiyo sasa jambo likawa nzito sana. Ikasemekana huyu mnabii ashikwe haraka awekwe korokoroni, mimi niende vita nikute huyu mtu. Shalom. Alirudi akiwa maiti. Haleluya. Alirudi akiwa maiti. Yes ndugu. Alirudi akiwa maiti. Lakini alikuwa amesema Mikaya wa Imuna afukiwe, nikirudi nitarudi nimkute korokoroni. Nafikiria angekuja kufanya nini? Kama angerudi na amani. Lakini baba wetu aliamua auawe akiwa katika ile vita. Sababu na yeye alisikiza sauti ya mke wake. Akaua mtu ambaye alikuwa anamcha Yahweh. Shalom. Baba wetu aturehemu sana. Amen. So, ikimalizia ufalme ama Wafalme wa pili 9:30 tusikie naye kifo cha Jezebel. Pole kasoma. Verse 49. 29. Thank you. Tusome 49. 29. Hapo tuko. Uoni jinsi alivyojiadhiri mbele yangu. Basi kwa sababu amejidhiri mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. 38. Soma tena basi 38 tutazibu kwa hapo. Ile ilikuwa chapter 38 ama no chapter 9. Sisi tulikuwa 38. Wakaliosha gari penye birika la Samaria, na mbwa wakaramba damu yake. Basi ndipo walipooga makahaba. Alilolisema hivyo nilikata kwa kuanzia hapo. Swali langu lilikuwa hapo verse 29 unapata ya kwamba ameambo himself kwa Yahweh. Alinyenyekea sana. Alinyenyekea. Ndio. Na Yahweh akamhurumia akasema kwamba hili jambo litaweza kufanyika kwake tena. Ndio. Nikiona verse 38 naona lile jambo limefanyika. Au Okay. Baba yetu atuelewe sana. Ni swali hata ingawa masaa imeenda sana. Watoto wa vijana wote wamalizwe. Shalom. Wa Ahab yeye mwenyewe. Baba yetu aturehemu sana.
Lakini Ahab akanyenyekea sana mbele ya baba wetu, akamuomba shalom. Na baba wetu akasema jambo hilo halitatendeka kwa wakati gani? Kwa hivyo si kifo cha Ahab, ni watoto wa vijana alikuwa amesema waangamizwe wote. Shalom. Na kwa hivyo ndiposa nilisikia nikisema hapa tunasoma mambo machache, sijasoma yote. Kwa hivyo ukichukua haya maandiko ni vizuri uyaende pole pole ndio uweze kujua walitoka wapi na walifikishana wapi na baba wetu. Shalom. Yale nimechukua ni machache sana ili kukuonyesha hatari ya kukosa kusimama katika neno la baba wetu. Shalom. Haleluya. Ama kupotoza ama kusikia sauti nyingine, hatari zinazotokana na kusikia sauti nyingine bila isipokuwa tu ya baba wetu. Shalom. Nafikiri next time brother Daniel naweza rudisha tu kwa upana kidogo kuhusu jambo hilo na vile baba wetu alikuwa amesema nyumba ya Ahab yaangamizwe. Shalom. Nasema kwamba ni kuondokea Ahab na yao ataweza kuipeleka kwa watoto wake. Gabi anaelewa hii verse 29. Tutasoma tu baadaye. Okay, baba wetu atusaidie na najua ya kwamba zaidi. Shalom. Maybe next time tutaweza kurudisha kwa upana, lakini nilikuwa nimesema tu tusomewe Second King sababu si kubwa, tusikie kifo cha Jezebel. Ni vile nilikuwa nimesema First King, lakini haikuwa First King, ilikuwa Second King. Tuone ya kwamba Jezebel tuliona sasa walikutana, kuna kitu mwenye alimwagiwa mafuta. Tulisikia ameitwa nani? Joram. Shalom. Kuna mwenye alikuwa anaitwa Jehu na mwingine anaitwa Joram. Sasa hapa kuna kitu ningetaka tusikie kidogo. Vasta Nariri Jehu akinya Jezreeli, Jezebeli agĩkĩigua ũhoro ũcio, nake akĩhakaragi maitho, akĩgemia mũtwe, agĩcũthĩrĩria na ndirisha. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jehu atonyaga kĩhingo-inĩ, akĩũria atĩrĩ, wĩ thayũ Zimuri, we mũũragi wa mwathi waku? Nake agĩtira ũthiũ agĩcũthĩrĩria ndirisha-inĩ hau arĩ, akiuga atĩrĩrĩ, no wĩ mwena-inĩ wakwa, no. Nake ũgĩcũthĩrĩria na ndirisha ĩyo nĩ andũ erĩ kana atatũ mehokeirwo wĩra wa nyũmba ĩyo ya mũthamaki. Nake agĩkĩmera atĩrĩrĩ, mũikiei agwe. Tondũ ũcio akĩmũikia akĩgwa thĩ, nayo thakame ĩmwe yake ĩkĩmindũkĩra rũthingo ona mbarathi. Nake Jehu agĩtũma arangĩrĩrio thĩ na magũrũ macio. Nake arĩkia gũtonya nyũmba thĩinĩ akĩrĩa ona akĩnyua, na thutha wa ũguo agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ, thiĩi mũrore ũhoro wa mũndũ mũka ũcio wĩna kĩrumi, mũmũthike nĩ ũndũ nĩ mwarĩ wa mũthamaki. Nao andũ ake magĩthiĩ kũmũthika, no matiakorire kĩĩga ona kĩmwe kĩa mwĩrĩ wake tiga o kĩongo giki na magũrũ ona hĩ cia moko make. Tondũ ũcio magĩgĩcoka harĩ we makĩmũhe ũhoro ũcio, nake akiuga atĩrĩ, ũcio nĩ uge wa Yawe ũrĩa aririe na kanua ka ndungata yake Elija Mũtishibia, akiuga ũũ, mũgũnda wa Jezreeli nĩguo ngui ikarĩra mwĩrĩ wa Jezebeli, ona kĩo kĩimba kĩa Jezebeli gĩgatuĩka o ta rũruga rwaraganĩte kũu mũgũnda ũcio wa Jezreeli, nĩguo andũ matikanoige atĩrĩ, ũyũ nĩ Jezebeli. Na msikize vizuri ndugu zangu, sababu jambo hili si kidogo hivyo, labda mtu anaweza fikiria. Hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari, akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Hata Yehu alipoingia lango la mji alisema, je,
ni amani, Simuri, mwenye kumuua bwana wako. Kainua uso wake kuelekea dirisha, akasema, aliye upande wangu ni nani? Matowashi 2 watatu wakachungulia, akasema, mtupeni chini. Basi wakamtupa chini, na damu yake ikamwagika nyingi juu ya ukuta na nyingine juu ya farasi, naye akamkanyaga. Alipoingia akala na kunywa, kisha akasema, haya, mwangalieni mwanamke, maana ni binti haya, mwangalieni mwanamke huyu aliyelaaniwa, mkamsike, kwa maana ni binti mfalme. Wakaenda ili kumsika, lakini hawakuona kitu ila kifufu cha kichwa chake na miguu yake na vitanga vya mikono yake. Basi wakarudi wakampasha habari, akasema, hili ndilo neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha mtumishi wake Eliya Mtishibi, kusema, katika kiwanja cha Yezreeli mbwa wataila nyama ya Yezebeli, na mzoga wa Yezebeli utakuwa kama mavi juu ya uso wa shamba katika kiwanja cha Yezebeli, hata watu wasipate kusema, huyu ni Yezebeli. Baba wetu aturehemu sana. Amen. Ilikuwa safari kubwa sana wazia kuoa ama kuolewa kwake Jezebel kutoka kwao kwa watu wa mataifa kuingia katika nchi ya Israeli, akiwa binti wa kifalme ama mtoto wa mfalme, na ameoleka na mfalme. Shalom. Na Jezebel tumesikia habari zake nyingi sana, lakini ukisikiza vizuri hapa, aliposikia kwamba mwisho wa baba wetu amekuja, alikuwa pale nyumba ya juu. Shalom. Akafungua dirisha, na kabla hajafungua dirisha ili aweze kuchungulia ni nani, aulize kama kuna amani. Shalom. Na anaita ndugu yetu Yakobo, wewe uliyeua bwana nani? Bwana wako. Ni yeye aliua bwana yake. Shalom. Ni kwa sababu ni kutabiri, alitabiri Bwana atafanya nini, lakini si Elija aliua Ahab. Lakini huyu anajua ya kwamba ni Elija amefanya nini. Baba wetu aturehemu sana. Kitu ya kwanza, kuna kitu alijipaka. Tumesikia ni nini hiyo? Hiyo mstari wa 30. Alipaka uwanja machoni mwake. Shalom. Dada zetu, wamama, wasichana, ni jambo ambalo linafaa kuangaliwa sana hapa, sababu ni jambo limekuwa likiongelewa kwa upana sana. Hii ni jambo lingine isipokuwa tu kuleta mauaji ya Naboth na pia uabuduaji wa sanamu na kula chakula ama sadaka kilichotolewa sanamu. Shalom. Kuna jambo lingine Jezebel ako nalo, kuuzwa mama. Tutakuja kuona next time baba yetu akitujalia. Sijui tuziita namna gani hizi nywele ziko hapa. Nyusi. Wengi kwa wakati huu ni kunyoa na kupaka kitu inaitwa nini? Pencil. Yeah. Baba wetu aturehemu sana. Ndiyo tabia ya huyu mwanamke. Na ndipo unaona akifungua dirisha, kabla hajafungua dirisha ili aweze kuongea na Elija, jambo la kwanza ni hiyo. Mambo ya kujirembesha midomo na mambo mengine sana. Mengi sana tutaweza kujua ama kuja kuangalia baadaye. Shalom. Shalom. Na huyu alifanya wana wa Israeli fikira zao zikapotee kwake baba wetu, na wakaanza kuangalia mambo mengine. Shalom. Shalom. Ni nabii wa uongo, ni mwalimu shalom wa mabaya. Baba yetu aturehemu sana. Amen. Kwa hivyo kwa sababu ya muda naweza katizia mahali pale niseme ya kwamba hakika huyu Jezebel ni vizuri iangaliwe
kwa upana zaidi. Shalom. Sababu tukikuja kuangalia mambo ya kiroho, sababu tumesikia amezikwa. Tumesikia amezikwa. Ni vitanga vya Ni nini ilipatikana? Sababu kuna watu walikuwa ndani ya nyumba na aliuliza ni akina nani hawa wako kwa upande wangu? Mshikeni mumtupe ije. Shalom. Sababu alikuwa mahali pale na anaangalia chini, Elija akiwa pale chini. Anasema mtupeni, sababu ameangalia pale kwa dirisha, wakamtupa. Alipogonga ukuta, damu yake ikaweza kufanya nini? Kugonga ukuta na ikamwagikia farasi. Alikanyagwa na farasi. Shalom. Baba wetu turehemu sana. Walipofika pale, sababu Elija aliwaambia, hebu edeni muangalie huyo mwanamke aliyelaaniwa. Shalom. Mumuzike kwa sababu ni binti wa kifalme. Shalom. Wakifika pale, walikuta ni miguu, viganja vya mikono na kichwa pekee. hata ni fufu, sio kichwa, ni fufu. Baba wetu aturehemu sana. Haleluya. Baba wetu aturehemu sana. Amen. Hii inatufunza mambo mengi sana ambayo tutakuja kuangalia. Sababu ni vizuri kusimama katika neno la Baba wetu na kuipigania. Shalom. Ukiwa wewe ndio umewekwa pale, uacha kukaa kama hapa kusikiza mkeo, kusikiza sauti nyingine. Shalom. Sababu mwenye kukuapia enenda, shalom, ama fanya hivi, sema hivi, ni mwaminifu. Haleluya. Kwa hivyo tusimame wima, ndugu zangu. Baba wetu atusaidie ili hii roho ya Jezebel, ni mambo mengi sana Jezebel alikuwa nayo, lakini tumeguzia machache. Tunaelekea kumalizia sababu mambo ya Jezebel katika mwili. Tunaona manabii waliuawa wengi sana na hakufurahia hata kidogo. Hata kufika mahali pale. Sababu naye Elija, manabii hawa wa Jezebel 400. Shalom. Alipowaita mahali pale na akasema sasa waitwe ndio waweze kujua Mungu wa kweli ni nani, wakiwa pale mlimani. Najua mnajua hiyo history ya kwamba moto ulishuka toka juu na ulipochoma dhabihu ya Elija. Shalom. Papo hapo Elija akaamrisha hao manabii waweze kuuawa wote, na waliuawa. Haleluya. Jambo hilo lililosikika kwa Jezebel, alikasirika sana, na hapo ndipo alianza kumtafuta nani? Elija. Hapo ndipo alitoka na akapotea kabisa. Shalom. Alipotea kabisa. Baba wetu aturehemu sana. Hapa ndipo alienda kulala mahali, malaika akakuja. Haleluya. Tutaendelea na Elija akaambiwa, hapa nimebakisha watu 7,000 ambao hawajainamia nini? Shalom. Sababu nchi karibu yote ilikuwa inamia ama inasujudia Baali, lakini baba wetu alijibakishia. Na hata siku ya leo, shalom, kuna mabaki ya watu ambao hawawezi wakainamia nini? Baali. Wanainamia nani? Baba wetu. Tuinuke sisi wote.